Duchu tu, manake kuna sehemu ambapo Ben Kirui anafuatilia taarifa inayohusu vurugu iliyoibuka katika maeneo ya Kawangware. Hebu tuelekee huko tusikize. The county government, and we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Like all these roads you're seeing down here, we've done them, but we do them by speaking to the people, not by using force. All these officers, you'd think there's a terrorist activity here. These are Kenyans. These are innocent people. Now somebody has no home to go to. Calling them public participation, agreeing and saying, okay, this place we need access. They move. They're not animals that you just come upon them at night. I think it's the most unfortunate incident. We've spoken to all agencies that are supposed to be involved in this. We will midwife a process with the people. And we must always remember that, we're here to serve the people. Even the police are here to serve the people, But if you're seeing what's happening, people have been, attacked. It is not right. These are bullets, It's not right. So we want to de-escalate the situation. We are taking the list of those who will need some compensation. But no agency, and this must be very clear, because we're in a devolved state, no agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. We will not have that in Nairobi. That cannot happen. There's a reason why we have devolution. How do you have feeder roads that are county roads being marked? They have not been passed by our planning committee, our planning team. Our roads chief officer are not, is not aware. The CEC is not aware that a decision is made at another place. The president has spoken to, he says he's not aware. It must stop. Because we can't do this to our people. This is completely wrong, and I really, really apologize to the people here. And we've stopped it. It will not happen. The day that we agree on the access points, we must also have agreed on compensation, and we must also agree on the extent of it. Because if you're using that guise of this road right outside here, the institution under which it's under says they don't need any extra space. Who are you? Who else is this who feels more than the county government and the national government and Kura that there's a need for more space? It's not right, and we will not allow it. This is a member of parliament, Mheshimiwa Mawadhe. He has the full history. I came here in 20 when I was senator on the same issue. We stopped it. If we didn't stop it, in fact, people were being fired in NMS because they go to lie to the president that we're doing a road, and then they clear an entire community. This is the only place that had IDPs in Kenya in 2021. I came here. The other time, when was it recently, I came again? 2023. 2024. We came back. We stopped it. So, my friends, and you know yourselves, that's not how you'll operate in this city. I will not allow it. How many people have been affected? We're still enumerating. My ward admin is here. This is the ward admin for pipeline, and the one for Kwanjenga. He's outside there. So our disaster management officer will taorodhesha alafu tukupatia. Yes. Because they must be compensated. Imagine sasa kuna mtoto shule hajui kunaendaje nyumbani. Is he concentrating? Na kirudi hakuna kitu. I'm sure you've seen the extent of the damage. It's not right. We will not allow it. This is the MCA Kimondo, they can say something. Asante. Mwanzo mimi nataka kushutumu hii kitendo ambacho wa jamaa wanatenda. Ni makosa sana kuja kudhulumu wananchi. Hawa watu wengine wamezaliwa hapa, wameishi hapa miaka 40, miaka 47. Sasa wewe umelala kama huyo mama pale chini hapa tu about 100 mita 200. Usubuhi anaamka anapata tu anaona roof yake inatoka imeenda na inachukua na tingatinga. Huko kwa kitanda unaangalia juu unaona mawingu. That's very unfair. That is very unfair. Hawa wananchi waje wazungumze na wao, tuangalie kama ni road extension. Nilikuwa kwa kura jana na ndugu zangu kina Karanja walikuwa kwa kura juzi. Sote ukura wamesema hii si barabara yao. Governor ndio huyu hapa amesema hii si barabara yake. Vitengo vyote ambavyo vinafanya mambo ya barabara vikimekataa. Hakuna mahali wamesema wana expand barabara. Hawahitaji kufanya extension ya barabara. Kwa hivyo mambo ya kudhulumu, kama ni kudhuluma ile hao yanataka kubomoa kijiji, kuna historia, kuna court order. Tumepatia DCC hiyo court order ambayo inasema ya kwamba wasimamishe wasimamishe. Hakuna mambo ya extension, hakuna mambo ya expansion ya barabara. Hasa unakuja kubomolea wananchi kwa kijiji, ni makosa sana. Hata wewe ingekuwa ni kwako unakoishi, roof unaona imetolewa na kwenye kitanda, hata una nguo unakimbia kuvaa kukokota mtoto. Ana mtoto mmoja anaitwa Kasheri, akamkimbia akatoka naye nje, ajui
hatujui ni nini. Mtu sasa unasikia wanapiga marisasi huko, sijui wameua watu wangapi, tunasikia tu nduru wameua, unasikia hiyo kelele wanasema ameua. So nani ametoa amri? Hatujui ni nani ametoa amri. Hapa kuna DCC na DO na hospitali ndio wanaongoza hii hafla. Makosa, swali langu ni nani ametoa hiyo amri, because governor hajatoa, kura hawajatoa, Ken hawajatoa, ofisi ya president, interior ministry hawajatoa. Nani ametoa amri watu waje kuuawa? Wanapigwa na live bullets. Ndizo hizi. Wanapigwa na live bullets. Hii si ni makosa jameni? Hawa ni binadamu, hawa si kuku. Kilichopo kile kingine nacho, kuna haja kama kunataka kufanya mambo ya barabara, kunahitajika kufanyika public participation, na wite watu wa Mukuru kwa Njenga, wale wako affected kuanzia mpaka kwa chini unakosema, ndipo tuje tunawite the elected people. Kuna area MCA, kuna area member of parliament, na kuna governor, na kuna women rep. Waite hao waine wawepe hapo kama unataka kubomoa. It is the right thing to do. Ni constitution. Hawa pia wako na haki. Hawa wanawaletea GSU na askari 300. Ni makosa. Wanakuja kupiga watu tear gas, kupiga marisasi. Ndizo hizi live bullets. Asanteni sana, and naomba tusaidiane. Nataka ndugu yangu ngoja kidogo governor. Naomba ndugu yangu aseme jambo. Wewe acha aje hapa mbele yangu. So mimi naitwa Mheshimiwa Kimondo kwa Jenga, na rangu ni kukashifu hili jambo kabisa, manake this is not the first time. Last time we were here with the governor, and actually we spoke to our people and we gave them a promise and a pact that any time kutakuwa na raushing ya barabara itaanziwa na governor, the area MP accompanied by the area MCA, ndio tutakuja kufungua barabara. So hizi barabara zenye zimekuja saa hii, mimi na shida zimetoka wapi hatujafahamishwa, na inafaa zote vile tulisema kama viongozi wote wa vitengo zote 3 tukue hapo barabara zikianzishwa. So mimi langu ni kusema namna hii, kila mahali kumeguzwa venye governor amesema. Tunamshukuru sana, manake nilimuita na kaitika, mheshimiwa wetu nilimpigia na amesikia, amekuja. Tushikane mkono, tusimame na watu wetu, manake walituchagua tusimame na wao. Hatutasimama kando watu wetu wakidhulumiwa, hatutasimama kando watu wetu wakigandamizwa, hatutasimama kando watu wetu wakinyimwa haki zao, manake wao ni wanaishi kijiji na wameishi kijiji miaka mingi. Kama kuna lolote ama maendeleo yoyote inaletwa, ikiwa ni ya national government, ipitie mheshimiwa Mawadhe. Kama kuna maendeleo yoyote ya feeder roads yenye inaletwa kutupitia county, ipitie kwa governor, approve, anipatie nikiwa hapa kama area MCA, niletee watu wangu, ni wasanitize, wajue ile kitu inakuja si kubomolewa, si kudhulumiwa, ni maendeleo. Na sisi tuko tayari kwa maendeleo, lakini hatuko tayari kwa kudhulumiwa. Asanteni sana. Barabara gani inaenda wapi? Hii barabara inasemekana ni Catherine Dereva Na mtazamaji, hapo ni Mukuru kwa Njenga. Kunradhi, hapo awali nilikuwa nimesema ni Kawangware, ni Mukuru kwa Njenga ambapo kumetokea rabsha muda mfupi uliopita, na tumeweza kuwasikiza viongozi hapo kiongozwa na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Tunapumzika kidogo, tutarejea hivi punde na mdahalo wetu wa Mwenge wa County, ambapo tuko naye Emmanuel Nzai ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya Vision 2030. Tuko naye Hamilton Parseina ambaye ni waziri wa ardhi na mipango na ustawi wa miji katika kaunti ya Kajiado. Pia kupitia mtandao tuko naye naibu gavana wa Kilifi Bi Flora Chibule, na tulikuwa tumekuuliza, je, maisha vijijini ikilinganishwa na mijini ina nafuu? Kwa nini? Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa County. Endelea kuwa nasi.